Semaji. Vipi wazee? Pilau la Jumapili limeliwa leo. Limemwagika. Limemwagika pilau. Pilau limemwagika? Pilau limemwagika. Semaji, tambo zote semaji. Hamna, unajua huu mpira wa miguu Faridi. Lakini tumecheza na watu wameleta wacheza basket. Huyo ni huu mpira wa miguu. Tumecheza na watu wameleta wachezaji basket. Nani basket? Yani kila mtu futi 7, futi 6 sasa. Mpira wa miguu futi 5, futi 4 ndo. Unajua Ronaldo ana futi ngapi? Ana futi 5 na inchi 8. Sasa wao wachezaji wao ni futi 6, futi 7, futi 8. Sasa wachezaji na watu wao Sheikh. Naona ukiangalia magoli yetu yaliyofungwa macross. Unajua sasa wachezaji wetu vimo vyao vifupi, nafikiri tutajipanga kwa next season. Tumecheza msimu uliopita, msimu jana tulicheza na Yanga. This time Azam, I think tumeongeza vitu vingi sana vya kuboresha. Semaji, mmekutana na miongoni mwa timu kubwa Azam FC. Ninyi kama KVZ mmejifunza nini katika mchezo huu wa leo? I think utayari. Unajua tumewapa mechi nzuri. Mmemsikia interview baada ya mechi, mwalimu Ibenge amesema kuwa amecheza na timu bora kutokea Zanzibar. Na ndio naona kwamba ilimchukua dakika 40 kufunga. Na pia kuna mambo siwezi kusema moja kwa moja, lakini watu wenyewe wameona kwamba tulionyesha kwa kadri ambavyo tunaweza. I think haikuwa bahati hivyo. Kwa mnadhihirisha lile swala kutufunga ametufunga, lakini chenga twala. Hamna chenga, hamna mambo ya chenga twala. Of course walikuwa bora, naweza kusema hivyo. Walikuwa bora, lakini mpira wa miguu walete wachezaji wa mpira wa miguu, wasilete wachezaji wa basketball shekhe. Semaji, lakini si bondia? Basketball. Sababu ni bondia si basket. Sawa, semaji, mmepoteza leo mchezo, mnarudi tena katika ligi kuu ya Zanzibar. Kipi ambacho wana KVZ kikosi cha volunteer wakitegemea kutoka kwa KVZ? Yeah, of course watarajie makubwa. Tumeonyesha hapa, hii ni timu namba 3 kwa ubora Tanzania. Tumewapa mechi na wenyewe wamediriki kwamba tumepewa mechi. Kwa hiyo nafikiri tulichojifunza hapa tutakihamisha moja kwa moja kwenye ligi kuu ya Zanzibar, na tunaamini tutakwenda kufanya vizuri kwenye ligi kuu ya Zanzibar. Mpaka sasa timu mbili kutoka Zanzibar zimeshaaga ya mchuano. Kama nini tunategemea nini msimu unaofuata kwa timu za Zanzibar? Yeah, of course this is competition, na kwenye mashindano this is knockout stage. Kila timu moja lazima ivuke, nyingine ibaki. Kwa hiyo of course tuko mbali sana, kuna gap kubwa sana baina ya timu za Tanzania na timu za Tanzania bara na timu za Zanzibar. Na hicho ndio kikubwa, yani struggle sana. Of course sometime inatokea, last season JKU alicheza finali. Kwa hiyo itakuja, tunaitafuta na ipo siku itakuja, maybe tuweze kuta finali timu zote za Zanzibar. Labda ugumu ulikuwa wapi zaidi? Kwa sababu jana tumeona wenzenu wameshafungwa mapema, lakini nyinyi mmejitahidi takriban dakika 40. So tumejitahidi. Yani sisi tuna uwezo. Yani imetokea tu bahati mbaya. Tumefungwa na tumefungwa set piece. Set piece ndio njia pekee ya timu ambazo haziwezi kutengeneza mashambulizi zinatumia kupata magoli. Kwa hiyo ukifungwa set piece, I think umefungwa na njia ambayo njia ya Arsenal kupata njia ya Arsenal kwa kona inalalamikiwa na dunia nzima. Kwa hiyo ni njia ambayo mtu kashindwa, mipango yake imefeli, anakimbilia kwenye set piece. Shukrani sana. Asante.